Hello ndugu yangu mpendwa popote pale ulipo, nipende kukukaribisha tena katika siku hii ya leo, siku muhimu sana ambapo leo tutakuwa tunazungumzia juu ya hofu za mazungumzo mbele ya halaiki. Hofu 7 za mazungumzo mbele ya halaiki. Lakini lengo hapa si tu kuzungumzia hofu, bali namna ya kuzishinda hofu hizo. Na hivi tutaangazia siri 7 za kuzishinda hofu hizo. Lakini kabla hatujaangazia kwa kina juu ya siri hizo 7 ambazo utakuwa unazitumia ili kushinda hofu yako ya kuzungumza mbele za watu, ni vema kwanza tukaangalia kama kuna tafiti zozote zilizofanyika juu ya jambo hili la hofu ya kuzungumza mbele za watu. Bwana Jerry Sinfield anasema kwamba kwa mujibu wa study mbalimbali, hofu ya kwanza kwa watu ni ile ya kuzungumza mbele za watu. Namba 2, yani hofu ya pili, ni kifo. Hii ina maana kwamba ukienda kwenye maziko, uko radhi ufungiwe kwenye jeneza kuliko kutoa hotuba ya mazishi kwa waliohudhuria mazishi au maziko. Kwa hiyo anachosema hapa ni kwamba tafiti zinaonyesha watu wanaogopa zaidi kuzungumza mbele za watu kuliko vile wanavyoogopa kifo. Na hivi wewe hapo ukipewa nafasi leo hii ya kwenda kuhudhuria mazishi au maziko, basi kama upo katika maziko utatamani kwako wewe ni heri pengine ufukiwe kaburini kuliko kuzungumza mbele za watu. Au kama umehudhuria tu mazishi, kwako wewe ni heri pengine uingizwe kwenye jeneza, ulale na msiba kuliko kuzungumza mbele za watu. Ni shauri ambalo linaweza kuonesha kama ni kichekesho, lakini huo ndio ukweli kwa mujibu wa tafiti mbalimbali ambazo tutaenda kuzitazama. Je, uko tayari kufa kuliko kuzungumza mbele za watu? Je, unajua kwamba watu wengi hapa duniani wanaogopa zaidi kuzungumza mbele za watu kuliko wanavyoogopa kufa? Kujibu swali hili la pili, ni vizuri kufuatilia kwa umakini mkubwa sana tafiti 3 zifuatazo ambazo zimejikita katika kujibu swali hilo. Oktoba mwaka 1973, jarida la The London Sunday Times lilichapisha habari ambayo iligonga katika vichwa vya watu mbalimbali duniani kote. Ripoti hiyo ilikuwa ni ya utafiti wa R.H. Brooks Associates, kampuni ambayo ilithibitisha kwamba baada ya tafiti yao, Wamarekani wengi wanaogopa zaidi kuzungumza mbele za watu kuliko vile wanavyoogopa kifo. Matokeo ya utafiti huo yaliripotiwa na Bwana Peter Watson katika jarida hilo la The London Sunday Times. Kichwa cha habari kilikuwa, ni kitu gani kwa kawaida watu hukiogopa zaidi? Chapisho hilo lilibua hisia tofauti kwa watu mbalimbali duniani kote, hasa zaidi kwa wanazuoni ambao waliamua kuchimba zaidi ili kujua chanzo cha taarifa hiyo ni nini hasa. Matokeo ya utafiti huu yalianza kusambaa kila kona ya dunia, hasa katika mafunzo na semina za mazungumzo mbele ya halaiki na vitabu mbalimbali vilivyohusiana na mawasiliano na zaidi mazungumzo mbele ya halaiki. Kwa sababu ya maoni tofauti juu ya matokeo ya utafiti huo, miaka 37 baadaye ulifanyika utafiti ili kuthibitisha, yani kuidhinisha ama kukanusha matokeo ya utafiti wa awali wa R.H. Brooks Associates. Utafiti huo ulifanywa na Profesa Karen Kagas-Dwyer na Marina M. Davidson, wote hawa kutoka katika chuo kikuu cha Nebraska, Omaha, Marekani. Kabla hatujaangazia kama matokeo ya utafiti wa kuthibitisha kama utafiti wa mwaka 1973 ulikuwa sahihi ama si sahihi, hebu tujikite kidogo katika utafiti huo wa mwaka 1973. Wamarekani wanaogopa nini zaidi?
Aprili mwaka 1973, kampuni ya utafiti ya RH Brooks Associates walifanya survey iliyowahusisha watu wanaume kwa wanawake wapatao 2543. Watu hao respondents walipewa listi ya vitu, yani hofu 14, na kutakiwa wachague vitu ambavyo vinawakilisha hali ambayo wamewahi kupatwa sana na hofu, yani kuogopa sana. Survey haikuwaambia respondent wa listi ni hofu gani kwao ni kubwa kuliko nyingine, yani wa ranki, bali waliambiwa wachague tu kitu au hofu ambacho kitu hicho kimewahi kuwapa au kinachowapa hofu. Ndiposa hofu ya mazungumzo mbele ya halaiki ikawa imebahatika kuchaguliwa sana kuliko kifo. Hapa ndipo palipokuja hilo hitimisho kwamba Wamarekani wanaogopa zaidi kuzungumza mbele za watu kuliko kifo. Walipewa listi ya vitu 14, wavichague ni vitu gani ambavyo katika maisha yao vinawapa hofu sana. Kwa hiyo katika hao respondent 2543, watu wengi walichagua zaidi hofu ya kuzungumza mbele za watu kuliko walivyochagua kifo na hofu nyingine zilizofuata, kwa sababu walipewa hofu 14. Kwa hiyo baada ya hapo ikaonekana kwamba Wamarekani wanaogopa zaidi kuzungumza mbele za watu kuliko wanavyoogopa kifo, kwa sababu mazungumzo mbele halaiki, kuzungumza mbele ya watu, ilikuwa ni hofu au kitu kilichochaguliwa zaidi na respondents kuonesha kwamba wanakiogopa kuliko kilivyochaguliwa kifo. Sasa hofu hizo 14 ambazo walipewa ili wazichague ni zipi au ni vitu gani hivyo? Moja ilikuwa ni hofu ya kuzungumza mbele za watu. 2 ni hofu ya vitu virefu, yani kama upo kwenye makorongo, upo juu au upo kwenye miti mirefu au kwenye mnazi, unapata hofu. Je, una hofu ya vitu hivyo? 3 ni hofu ya wadudu, insect. Hawa insecta. Sasa watu wengine wakiona insects wanaogopa na kukimbia kabisa. Kwa hiyo ilikuwa ni hofu ya 3. Hofu ya 4 ni hofu ya matatizo ya kifedha, kufulia. Hofu ya 5 ni hofu ya kina kirefu cha maji, wale wanaogopa maji. Hofu ya 6 ni hofu ya kuugua au kuumwa. 7 ni hofu ya kifo. 8 ni hofu ya kuruka. Kama unaweza kuruka labda kwa kamba kutoka hapa kwenda sehemu nyingine, kuruka kwa ndege na kadhalika. Na hofu ya 9 ni hofu ya upweke. Kuna watu wanaogopa upweke. Hofu ya 10 ni hofu ya mbwa. Je, unaogopa mbwa kwa kiasi gani? Hofu ya 11 ni hofu ya kuendesha gari. Kuna watu wanaogopa kuendesha gari. Hofu ya 12 ni hofu ya giza. Kuna watu TANESCO kikata umeme ni hofu kubwa sana. Na hofu ya 13 ni hofu ya elevator. Na 14 ilikuwa ni hofu ya escalator. Kwa hiyo labda ukienda kwenye mall, je, unaogopa escalator au zile elevator unaziogopa kwa kiasi gani? Kwa hiyo hizi ndizo zilikuwa hofu 14 ambazo wao waliambiwa wazichague ni hofu gani au tukio gani kati ya matukio haya: kubwekewa na mbwa, tukio la insect kama vile panzi kutua kwenye mwili wako, tukio pengine la kuruka kwa ndege, tukio pengine la kutokuwa na pesa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo waliambiwa wavichague ni vitu gani kati ya hivi vinawapa hofu zaidi. Hapa ndipo mazungumzo mbele ya halaiki yalipopata baraka ya kuonekana hofu hii imechaguliwa zaidi. Na hivi hapa unaona kuwa hofu ya kuzungumza mbele za watu imepata kuwa hofu iliyochaguliwa zaidi. Hii ni kuonesha kwamba watu wanaogopa zaidi kuzungumza mbele za watu kuliko wanavyoogopa kifo. Sababu zilizochochea mjadala zaidi ni kuona hofu ya kifo ikiambulia kushika namba 7 kwenye listi. Wanazuoni walianza kuhoji na kutazama hofu kadhaa ambazo ziko juu ya hofu ya kifo kabla ya kufikia hofu ya kuzungumza mbele za watu. Yaani katika hofu ipi ilichaguliwa zaidi, waliofanya utafiti walishangaa kuona imekuwa kwaje kifo ni hofu ambayo imeshika nambari 7 miongoni mwa hofu zilizochaguliwa zaidi. Kwa hiyo wanazuoni wakatamani kuhoji
na kutazama sasa hofu kadhaa ambazo ziko sasa juu ya hofu ya kifo. Hofu ya kifo ni ya 7. Kwa hiyo akatamani kujua namba 6, namba 5, namba 4, namba 3, 2 na 1 ni hofu gani hizo? Kwa namna nyingine ilivutia kuangazia hofu zilizopo kati ya hofu ya kuzungumza mbele za watu na hofu ya kifo. Kwa sababu hofu ya kuzungumza mbele ya watu ilikuwa namba 1 na hofu ya kifo ilikuwa namba 7. Kwa hiyo sasa kulikuwa na haja sasa ya kutamani kujua hapa katikati, kati ya 1 na 7, je, kuna hofu zipi? Kwa hiyo hapo katikati maana yake kulikuwa na hofu 5 ambazo kulikuwa na hofu ya vitu virefu, ilishika namba 2. Hofu ya wadudu au insecta ilishika namba 3 maana yake. Hofu ya matatizo ya kifedha ilishika namba 4. Hofu ya kina kirefu cha maji ilishika namba 5, na namba 6 ilishika hofu ya kuugua au kuumwa. Hiyo namba 6. Namba 7 ndipo ilipokuja hofu ya kifo. Sasa ukiondoa hofu ya matatizo ya kifedha, yani kufulia, hofu nyingine zote 4 hapa ambazo zinapatikana kati ya hofu ya kwanza kuzungumza mbele za watu na hofu ya 7 ambayo ni hofu ya kifo, hizi hofu nyingine zote ukiondoa hii ya kutokuwa na fedha, zote zinahusiana na kifo. Utaogopa kupanda kwenye miti mirefu au kwenye milima mirefu au kwenye makorongo yenye mashimo marefu kwa sababu unaogopa utadondoka na kufa. Unaogopa wadudu au insecta, kina kirefu cha maji au kuugua kwa sababu unaogopa vitu hivi vitakusababishia kifo. Na hivi katika hayo yote, hofu kuu hapo ni kifo. Kumbe kwa ujumla tunaweza kusema hofu ya kifo inaweza sasa kushika namba 2 baada ya namba 1 kuwa hofu ya kuzungumza mbele za watu. Kwa hiyo mimi nimekusanya nikaona kwamba hizi hofu nyingine zote bado zinahusiana na hofu na kifo. Kwa hiyo kwa ujumla tunaweza tukasema kwamba hofu ya kifo ni namba 2. Kwa hiyo hofu ya kwanza ni hofu ya kuzungumza mbele za watu na hofu ya pili ni hofu ya kifo. Tuendelee na mjadala wetu. Matokeo haya ndiyo yalisukuma na kuchochea kufanyika kwa tafiti nyingi sana. Lakini kwa kifupi, mada yetu kwa leo, hebu tuangazie tafiti 2 tu ambazo zilifanyika mwaka 2010 na kuchapisha mwaka 2012. Yaani baada ya matokeo yale ya mwaka 1973, ziko tafiti nyingi hapa kati zilifanyika. Lakini kwa ajili ya muda tutajadili tu utafiti huu ambao ulifanyika mwaka 2010 na kuchapishwa mwaka 2012. Je, ni kweli watu wanaogopa kuzungumza mbele za watu kuliko wanavyoogopa kifo? Lengo la utafiti huu ulikuja kujibu swali hili. Je, ni kweli watu wanaogopa zaidi kuzungumza mbele za watu kuliko wanavyoogopa kifo? Baada ya miaka takriban 37 ya mabishano ya aidha utafiti wa R.H. Brooks Associates ni sahihi ama sio sahihi, ndipo wakajitokeza wanazuoni kutoka katika chuo kikuu cha Nebraska Omaha, Marekani, ambao ni Profesa Karen Kegas Dyer na Martina M. Davidson, kuja kuthubutu kujibu swali hili, ama kuja kuthibitisha ama kukanusha madai yaliyotokana na utafiti uliofanyika mwaka huo 1973. Lengo la utafiti. Shabaha ya utafiti wao ilikuwa ni kuchunguza na kudadisi ukweli wa matokeo ya survey ya mwaka 1973 ambayo ilihitimisha kwamba hofu ya kuzungumza mbele za watu inaogopwa zaidi kuliko kifo. Yaani Wamarekani wanaogopa kuzungumza mbele za watu zaidi kuliko wanavyoogopa kifo. Watafiti hawa wa mwaka 2010 pamoja na maswali mengine walijikita katika maswali makuu mawili. Maswali makuu hayo mawili ni: 1, je, wanafunzi watachagua hofu ya kuzungumza mbele za watu zaidi kuliko hofu ya kifo kwa kutumia listi ile ile ya hofu 14 za R.H. Brooks Associates ya mwaka 1973? Hili lilikuwa swali la kwanza. Swali la pili: je, endapo wanafunzi hawa watapewa nafasi ya kupangilia au kuranki hofu
Je, wanafunzi hawa wataranki hofu ya kuzungumza mbele za watu kama ni hofu namba 1 kwao? Haya ndiyo maswali mawili ambayo yalilengwa katika utafiti huu wa wanazuoni hawa wa kutoka katika chuo kikuu hicho cha Nebraska, Marekani. Dyer na Davidson walitumia respondents au washiriki wa utafiti wapatao 815. Respondent hao 815 waligawanyika katika makundi haya matatu makubwa. Wanaume walikuwa respondent 372, sawasawa na 46% ya respondents wote. Wanawake walikuwa 416, sawasawa na 51% ya washiriki wote au respondent wote wa utafiti huu. Na watu ambao hawakuwa tayari kutaja jinsi zao walikuwa 27, sawa na 3% ya respondents wote walioshiriki utafiti huu. Maswali kwa respondents. Swali la kwanza. Respondents waliambiwa wachague kutoka kwenye listi ya hofu 14 hofu inayowaogofya zaidi. Respondents waliambiwa wachague kutoka kwenye listi ya hofu 14 ni hofu ipi kati ya hizo inawaogofya zaidi. 2. Respondents waliambiwa sasa waranki kutoka kwenye listi ni hofu gani namba 1 mpaka 14 kwa kuzingatia ukubwa wa hofu hiyo kwao. Kwa hiyo walitakiwa waranki tu. Kwa hiyo namba 1 walitakiwa wachague kati ya zile hofu 14 ni hofu ipi kubwa zaidi kwao. Na namba 2 walitakiwa sasa waranki hofu namba 1 hadi 14. Wao wanaona wakipangilia ni hofu gani itakuwa juu zaidi ya nyingine. Kwa hiyo pengine mwingine alichukua hofu ya 13 ikawa ndio ya kwanza, hofu ya 12 ikawa ya 4 na kadhalika. Kwa hiyo waliambiwa waranki hivyo zile hofu 14 waranki vile wao wanavyodhani kwamba hofu hii inapaswa kuwa namba 1, hii namba 2, hii namba 5 mpaka 14. Matokeo ya swali la kwanza ambalo walitakiwa hawa respondents wachague ni hofu ipi kwa wao inawaogofya zaidi. Matokeo yalikuwa hivi. Matokeo ya jumla, hofu ya kuzungumza mbele za watu ilichaguliwa zaidi. Kwa hiyo inashika namba 1. Namba 2 ni hofu ya matatizo ya fedha. Namba 3 ni hofu ya kifo. Namba 4 ni hofu ya upweke. Namba 5 ni hofu ya vitu virefu. Namba 6 ni hofu ya wadudu au insect. Namba 7 ni hofu ya kina kirefu cha maji. 8 hofu ya giza. 9 hofu ya kuumwa au kuugua. 10 hofu ya kuruka. 11 hofu ya elevator. 12 hofu ya kuendesha gari. 13 hofu ya mbwa na 14 hofu ya escalator. Kwa hiyo kwa ujumla watu wengi walichagua hofu ya kuzungumza mbele za watu kama ni moja ya hofu inayoogofya zaidi. Matokeo ya swali la pili, ambapo wao walipaswa kuranki. Je, ni hofu ipi wanafunzi hawa waliranki zaidi? Namba 1, hofu ya kifo. Kwa hiyo katika ranking hofu ya kifo ilikuwa namba 1. Lakini katika tu kuchagua kwa ujumla hofu inayoogofya zaidi, wengi walichagua kifo. Sawa? Kwa hiyo katika kuranki kifo inakuja namba 1. Namba 2, kuzungumza mbele za watu. Namba 3, hofu ya kifedha. Namba 4, hofu ya vitu virefu. Namba 5, hofu ya upweke na kuendelea. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba katika ranking utafiti huu wa mwaka 2010 kifo namba 1. Lakini ajabu bado inaendelea, mazungumzo mbele ya halaiki inashika hofu ya pili. Ajabu ni kwamba hata pale respondent walipoambiwa wapangilie kwa kuranki ni hofu gani kwao iko juu ya nyingine, bado hofu ya kuzungumza mbele ya halaiki haikuwa mbali sana. Licha ya kifo kuwa namba 1 kama ambavyo wengi walitamani iwe, lakini hofu ya kuzungumza mbele za watu bado imeshika namba 2. Bado jambo hili si la kuchukulia poa, si jambo la kulibeza hata kidogo. Iko haja ya kutilia manane. Kwa nini hofu ya kuzungumza mbele za watu inakuwa ni miongoni mwa hofu kubwa zaidi
duniani. Confident, sharp like the edge of a blade. Command the space like a legend gets made. Every pause planned, every word a flame. Take them on a journey, they'll never be the same. Stage master, running the show. Words hit hard like a lyrical flow. Sasa tumeona utafiti wa mwaka 1973 ukithibitisha kwamba watu wanaogopa zaidi kuzungumza mbele za watu kuliko wanavyoogopa kifo. Utafiti wa mwaka 2010 uliochapishwa 2012 uliuliza swali kwamba ni kweli watu wanaogopa zaidi kuzungumza mbele za watu kuliko wanavyoogopa kifo? Matokeo tumeyaona kwamba ndiyo. Katika swali la kwanza la kuchagua hofu gani watu wanaogofya zaidi, mazungumzo mbele ya halaiki imeshika nambari 1, lakini katika ranking ya jumla kifo namba 1, lakini mazungumzo mbele ya halaiki ni namba 2. Kwa hiyo mazungumzo mbele ya halaiki bado yana ni hofu inayoendelea kuogopwa na watu zaidi. Sasa ubishi unaendelea. Ubishi unaendelea. Kwa sasa huyu bwana ni profesa, naye akaendeleza ubishi kwa kufanya utafiti chuoni kwake. Sasa yeye swali halikuwa je, ni kweli watu wanaogopa zaidi kuzungumza mbele za watu kuliko wanavyoogopa kifo? Swali ambalo lilikuwa katika utafiti wa mwaka 2010 uliochapishwa mwaka 2012. Huyu anauliza, je, ni kweli kabisa? Ameongeza neno kabisa kwa sababu anaendeleza ubishi. Je, ni kweli kabisa kwamba watu wanaogopa kuzungumza mbele za watu kuliko wanavyoogopa kifo? Kutokana na matokeo ya utafiti wa mwaka 1973 na ule wa mwaka 2010 ambao ulichapishwa mwaka 2012, mtafiti Janek Tuta naye aliamua kuingia maabara kufanya utafiti. Janek Tuta yeye alijiaminisha kabisa kwamba R.H. Brooks & Associates na Professor Karen Kegas-Dyer na Marina Davidson hawakuwa sahihi hata kidogo. Alisema na kunadi hivi: haiwezekani hofu ya kuzungumza mbele za watu iwe hofu kubwa kiasi hicho, achilia mbali kuwa mbele ya kifo. Yani yeye anadai kwamba ondoa kifo, lakini kwa ujumla tu, yani ukiondoa kifo, hofu ya kuzungumza mbele za watu haiwezi kuwa kubwa kiasi hicho ambacho ulimwengu unaipatia hiyo attention. Kiasi hicho ambacho R.H. Brooks & Associates na Professor Davidson pamoja na Dyer wanaupa huo upekee. Haiwezekani. Ondoa kifo, leta hofu nyingine zote, mazungumzo mbele ya halaiki haiwezi kufua dafu kama ni miongoni mwa hofu zinazoogopwa zaidi na watu. Huo ndio ubishi wa profesa huyu Tuta. Ndipo mwaka 2013 katika tasnifu yake ya shahada ya uzamili akaamua kujikita katika kutafiti kama kweli hofu ya kuzungumza mbele za watu inaweza sio walau kukaribiana na hofu ya kifo, lakini walau tu kuwepo katika listi ya hofu 5 za juu duniani ambazo watu wanaziogopa zaidi. Yani utafiti wake yani swala la kwamba mazungumzo mbele ya halaiki inaweza kuwa hofu ya kukaribiana na kifo, hilo jambo alilifuta kabisa, lakini walau tu kwamba hofu hii inaweza kuwa miongoni mwa hofu 5 za juu duniani. Huo ndio utafiti wake ulipokuwa umelenga. Mtafiti huyu alitumia methodolojia iliyotumika mwaka 1973 katika utafiti wake. Alitumia listi ile ya hofu zile 14. Respondent wake, washiriki wa utafiti, walikuwa 504. Kati ya hao respondents 504, wanawake walikuwa 381 na wanaume 123. Respondents walipewa hofu zile 14 na kutakiwa kutaja hofu gani ni kubwa zaidi kwao, yani waranki katika mpangilio wa hofu kubwa zaidi iwe namba 1 na hofu ndogo zaidi iwe namba 14.
matokeo ya hofu katika ranking zao, katika zile ranki zao. Namba 1 ilikuja hofu ya kuzungumza mbele za watu, toba. Namba 2 hofu ya vitu virefu. Namba 3 hofu ya kuumwa. Namba 4 hofu ya kina kirefu cha maji. Namba 5 hofu ya kifo. Namba 6 hofu ya matatizo ya kifedha. Namba 7 hofu ya wadudu au insects. Namba 8 hofu ya upweke. Namba 9 hofu ya giza. Namba 10 hofu ya elevator. Namba 11 hofu ya mbwa. Namba 12 hofu ya kuruka. Namba 13 hofu ya kuendesha gari. Namba 14 hofu ya escalator. 21% ya wanaume walionyesha kuogopa zaidi kuzungumza mbele za watu. 19.1% ya wanawake walionyesha kuogopa zaidi kuzungumza mbele za watu. Kumbe wanaume wanaogopa zaidi kuzungumza mbele za watu kuliko wanawake. Lo. Mtafiti Jacek Tuta anasema, namnukuu, kwa kweli matokeo haya ya utafiti wangu yamenishangaza sana, kwa sababu nilikuwa na uhakika kabla ya utafiti wangu kwamba hofu ya kuzungumza mbele za watu isingaliweza kufuzu kuwa miongoni mwa hofu kubwa za watu duniani. Kumbe, lo, sikuwa sahihi hata kidogo. Katika utafiti wangu nimebaini kwamba hofu ya kuzungumza mbele za watu imeshika namba 1 na kuigalagaza hofu ya kifo. Mwisho wa kumnukuu. Stage master running the show. Words hit hard like a lyrical flow. Eyes locked tight on the crowd below. Boss off the mic, now watch me glow. Je, umeachwa mdomo wazi? Hujaridhika? Au nawe umepigwa na kitu kizito kama Profesa Jacek Tuta? Ukweli ni kwamba watafiti wa kampuni ya utafiti ya Gallup walikuwa hawajaridhika kama wewe baada ya ule utafiti wa mwaka 1973. Nao ni miongoni mwa wabishi ambao sikuwazungumzia mwanzoni. Na wao waliingia maabara. Kwa hiyo walipigwa na kitu kizito. Walipatwa na mshangao. Kwa hiyo wakaamua kufanya survey yao mwaka 2001 na wao walikuwa na respondent 1016. Hawa walitumia walichanganya, kuna hofu mpya waliziweka. Kwa mfano waliziingiza hofu ya nyoka. Matokeo yalikuwaje? 51% ya hao respondents 1016 waliripoti kuwa na hofu ya nyoka. 40% ya respondent hao 1016 waliripoti kuwa na hofu ya kuzungumza mbele za watu. 30% ya respondents 1016 waliripoti kuwa na hofu ya vitu virefu. Bado unaona, hata hofu ya nyoka inaizidi kidogo tu hofu ya kuzungumza mbele za watu. Na hivi, uwepo wa hofu ya kuzungumza mbele za watu katika miongoni mwa hofu 3 za juu katika tafiti zote ambazo zimefanywa na watafiti mbalimbali ni jambo ambalo linapaswa kupewa attention ya kipekee. Hofu ya nyoka sanjari na hofu ya vitu virefu, hizi hofu zote zinawakilisha hofu ya kifo. Hili halina mjadala. Tuache kifo iwe hofu namba 1. Lakini hata kwa hofu ya kuzungumza mbele za watu kushika namba 2 ni jambo ambalo tunapaswa kulistadi kwa umakini zaidi. Sasa lipo swali muhimu la kujiuliza hapa. Je, kama hofu ya kuzungumza mbele za watu ni namba 2 duniani kwa kulazimisha, badala ya kuwa namba 1 kama ambavyo tafiti nyingi zimeonyesha hivyo, si kitu cha msingi cha kukizingatia? Mimi nafikiri ni kitu cha msingi sana cha kukizingatia. Na ndiyo maana katika programu hii ya Milk Stage nimekuletea module moja yote kwa ajili ya kujadili hofu 7 ambazo watu wanaziogopa zaidi katika kuzungumza mbele za watu. Lakini sanjari na hayo, nimekupatia siri 7 ambazo zitakusaidia wewe kupambana na hofu hizo. Na hivi andamana nami mwanzo mpaka mwisho katika kuziangazia hofu 7
za kuzungumza mbele za watu. Kwa nini watu wana hofu ya kuzungumza mbele za watu? Ziko sababu 7. Hizo nazo ni hofu 7. Na baada ya hapo ninaeleza kwa kina kila hofu na tiba yake, ili uweze kuondokana na hofu ya aina yoyote ya kuzungumza mbele za watu.